Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wameendelea kuimarisha ushirikiano wao wa kiusalama baada ya kufanya mazungumzo ya simu yaliyojikita katika operesheni za kijeshi za Marekani katika Ghuba ya Uajemi, hali ya usalama Mashariki ya Kati, pamoja na changamoto zinazozidi kuongezeka katika mipaka ya Israel. Kwa mujibu wa taarifa ya ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel, Trump alimpa Netanyahu taarifa ya kina kuhusu maendeleo ya operesheni za kijeshi zinazofanywa na Marekani katika eneo la Ghuba ya Uajemi, ambapo majeshi ya Marekani yamekuwa yakitekeleza shughuli mbalimbali za kijeshi kufuatia kuongezeka kwa mivutano ya kikanda. Mazungumzo hayo yalilenga kuhakikisha kuwa Marekani na Israel zinaendelea kuwa na uelewa wa pamoja kuhusu hali ya usalama na hatua zinazochukuliwa kukabiliana na vitisho vinavyoweza kujitokeza. Mbali na kujadili operesheni za Marekani, Netanyahu alitumia mazungumzo hayo kueleza wasiwasi wake kuhusu matamshi ya Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, ambaye kwa muda mrefu amekuwa mkosoaji mkubwa wa sera za Israel. Kwa mujibu wa upande wa Israel, Netanyahu alisisitiza kuwa kauli za Erdogan zinaongeza mvutano wa kisiasa katika eneo hilo na zinaweza kuathiri juhudi za kutafuta utulivu wa muda mrefu katika Mashariki ya Kati. Ingawa Uturuki ni mwanachama wa muungano wa NATO na mshirika muhimu wa Marekani katika masuala ya usalama, uhusiano kati ya Ankara na Tel Aviv umeendelea kuwa wa tahadhari kutokana na tofauti kubwa za kisera, hususan kuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati na msimamo wa Israel katika maeneo ya mipakani. Netanyahu pia alisema kwamba Israel itaendelea kushikilia msimamo wake wa kudumisha maeneo ya ulinzi katika mipaka yake, akieleza kwa hatua hiyo ni muhimu kwa usalama wa taifa hilo. Alisema maeneo hayo yanasaidia kuzuia makundi yenye silaha kusogea karibu na mipaka ya Israel na kupunguza hatari ya mashambulizi ya kuvuka mpaka. Kauli hiyo imekuja wakati kukiwa na taarifa kwamba kuna maendeleo katika mpango wa Israel kuondoa wanajeshi wake kutoka baadhi ya ardhi za Lebanon, maeneo ambayo yanatarajiwa kukabidhiwa kwa jeshi la Lebanon kama sehemu ya mpango wa kuimarisha udhibiti wa serikali ya Lebanon katika ukanda wa mpakani. Hata hivyo, Israel imeweka wazi kuwa haitakubali kujiondoa kikamilifu ikiwa hakutakuwa na uhakika kwamba jeshi la Lebanon lina uwezo wa kuzuia makundi ya silaha, hususan Lebanon, kurejea katika maeneo hayo. Israel inaamini kuwa uwepo wa vikosi vya Lebanon pekee hautoshi bila kuwa na mfumo madhubuti wa kuhakikisha hakuna silaha nzito au shughuli za kijeshi zinazorejea karibu na mpaka wake. Aidha, viongozi hao walijadili hali ya usalama katika maeneo mengine ya Mashariki ya Kati, ikiwemo athari zinazoweza kusababishwa na mivutano kati ya Marekani na Iran, usalama wa njia za kimataifa za usafirishaji katika Ghuba ya Uajemi, pamoja na namna ya kuendelea kushirikiana katika kukabiliana na vitisho vya kikanda vinavyoweza kuhatarisha usalama wa washirika hao. Kwa mujibu wa ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel, Trump na Netanyahu walihitimisha mazungumzo yao kwa kukubaliana kuendelea kuratibu kwa karibu hatua za kisiasa, kijeshi na kiusalama katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Makubaliano hayo yanaonyesha dhamira ya Marekani na Israel ya kuendelea kushirikiana katika kubadilishana taarifa za kiintelijensia, kupanga mikakati ya pamoja na kufuatilia kwa karibu maendeleo ya mivutano ya kikanda, huku kila upande ukisisitiza umuhimu wa kulinda maslahi yake ya usalama kwenye kipindi ambacho hali ya Mashariki ya Kati inaendelea kubadilika kwa kasi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.